tutajifunza kuangalia mpango wa Mungu kuanzia uzao wako. Kuanzia kuzaliwa kwako, kuanzia kuzaliwa kwako. Ulipokuja duniani, Mungu aliandaa kabisa kila kitu juu ya maisha yako. Baraka zako zote, watoto, nyumba, usafiri, kulingana na season uliokuja. Mungu alishakuandalia kila kitu. Lakini kwa sababu usizozijua, umejikuta wewe na familia mmezama kwenye dimbwi linaloitwa matatizo, linaloitwa shida, linaloitwa umaskini, na yamkini mnatafuta namna kutoka kwenye dimbwi hilo na wala huoni njia ya kutoka. Na wakati mwingine watu hufika stage ya kulia, wakaumia, wakasikitika. Saa nyingine wakajikuta wanazungumza wenyewe. Saa nyingine wakatamka maneno na watu wakasikia, wakasema ni bora nisingalizaliwa, ni bora ningekufa tu siku niliyozaliwa, ni afadhali nisingekuwepo, ni afadhali ingekuwa 1 2 3 4 5. Maneno haya yote hayawezi kusaidia wala kubadilisha chochote kama asipotokea mtu ambaye amepewa neema na kupakwa mafuta kwa ajili yako, ili aweze kukutoa mahali ulipokwama na kukuongoza kuvuka kwenda ngambo ya maisha yako. Haleluya. Lazima Mungu atume mtu, na ni tabia ya Mungu kutuma watu kulingana na seasons. Mungu anatuma watu kulingana na majira na nyakati, kulingana na shida zilizoko. Mtu ambaye atakaweza kufiti kwa majira yaliyopo na shida zilizopo na matatizo yaliyopo, mtu huyo anapewa uwezo, mtu huyo anapewa maarifa, mtu huyo anapewa mwongozo wa nini cha kufanya, kuwatoa watu wa Mungu waliokwama mahali fulani, kuwafikisha mahali ambapo Mungu alikusudia wafike. Haleluya. Haleluya. Na imempendeza Mungu tena tuwe na muda siku hizi 7. Na nataka kuhakikishie kama utakuwa mwaminifu. Maana moja kati ya matatizo yanayosababisha wewe kutokuvuka ni kutokuwa mwaminifu kwenye agano lako na Mungu. Mungu anasema nataka nikutane na nyie kesho. Badala ya kukutana na Mungu kesho, unakuja kesho kutwa. Mungu anasema ni siku 7 mtazunguka mji wa Yeriko siku 7. Na ile siku ya 7 mtazunguka mara 7, na mkishamaliza mpige kelele ndipo ukuta uanguke. Nyie mnasema mimi nitaenda siku ya 2, sizunguki siku ya kwanza wala sizunguki siku ya 2, nitaenda siku ya 3. Sasa Mungu akai kwenye mipango yako au mawazo yako. Mungu anasimama kwenye kile alichoelekeza. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Sasa mambo haya yaliyogubika maisha yetu tunataka kudili nayo kwa siku 7. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hapo itaachiliwa nguvu ya uzao inayoitwa baraka. Baraka ni nguvu ya kuzalisha, ni nguvu ya uzao. Watu waliipoteza kwa sababu mbalimbali walizokutana nazo, ama walizaliwa katika majira ambayo yalikuwa yamejaa vita. Mapambano yalikuwa ni makali na hawakuwa na jenerali mzuri wa kuongoza kwenye vita. Inawezekana walikuwa na jenerali lakini hakuwa mzoefu. Inawezekana walikuwa na jenerali akafia kwenye mapambano. Inawezekana walikuwa na jenerali lakini hakujua cha kufanya. Lakini hapa Bwana amekupa jenerali mpya ambaye atakusaidia ufike kwenye nafasi yako kama Mungu alivyokusudia. Sema amen. Unajua Musa alikuwa jenerali mzuri, aliyetoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka nchi ya Kanaani, lakini hakufika nchi ya Kanaani, alifia njiani. Lakini Mungu alimuinua jenerali mwingine aitwa Yoshua, na huyu Yoshua alipigana vita mpaka kuwafikisha wana wa Israeli pale walipotakiwa kufika ili wamiliki na kutawala. Okay? Ni kanuni ya kiroho kwamba huwezi kumiliki vitu vya thamani ambavyo Mungu alikusudia uvimiliki. Kama historia hiyo haipo kwenye familia yenu, kwa lazima upigane vita kuhakikisha unamshinda adui ili uweze kumiliki na
utawala ambacho ulitakiwa kukimiliki na kukitawala kwa kanuni za ufalme ulio juu. Sema amen. Mungu anataka tuishi maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha yaliyojaa kicheko, maisha yaliyojaa furaha, maisha yenye kila kitu ili tumtukuze. Lakini shetani hataki hilo. Shetani anataka pigane usiku na mchana kuhakikisha tutaishi tukilia, tukihuzunika, tukijuta, tukiomboleza. Lakini mimi na wewe tukikusudia hizi siku 7, adui atakimbia. Tutamtafuta, tutamwona tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ilivyo mtoto anaumbwa na Mungu katika tumbo la mamaye kwa miezi 9, ndivyo hivyo maisha yako yanaweza kubadilishwa kwa hizi siku 7. Hizi siku 7 zitatengeneza jambo jipya kabisa katika maisha yako. Hizi siku 7 zikaleta kitu ambacho hukuwahi kutarajia kwamba kitakuwepo. Hizi siku 7 zikafungua mlango ambao haukutarajia kamwe kama ungefunguka. Hizi siku 7 zitasababisha wewe ukaondoka kwenye dimbwi la mateso na kuingia kwenye raha yako. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo leo tutaangalia tangu kuzaliwa kwako, na tutajifunza sana kuangalia habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Esau na Yakobo. Esau na Yakobo walikuwa ni watoto wa baba mmoja, lakini wenye neema tofauti. Na mmoja alichukiwa na Mungu na mwingine akapendwa. Si kwa sababu Mungu ana tabia kuchukia watu. Mungu anachukia watu kwa sababu wanashindwa kujua wanachopaswa kukisimamia. Ukadharau kile ambacho Mungu anataka ukisimamie, alafu shetani akapata nguvu hapo kupitia hicho ambacho wewe ulimruhusu akisimamie, wakati hakupaswa kukisimamia. Ni wewe ulipaswa kukisimamia, lakini ukashindwa kusimama kwenye nafasi yako. Sema Bwana Yesu, tunakuomba utusaidie tuelewe kusudi hili lililofichika sana. Tusaidie Bwana tuweze kuelewa kusudi hili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ningependa kabla tujaenda mbali sana tusome angalau maandiko machache ambayo yatatutengenezea uwezo wa kufikiri vizuri ili tuweze kuanza kutembea vizuri. Maisha ya Yakobo ambaye yeye ndiye Mesia alipita kwake, yalikuwa yamejaa mizengwe, yalikuwa yamejaa vitu ambavyo kikawaida ukivitazama huoni haki. Lakini bwana huyu aitwaye Yakobo alisimama kikamilifu, na Mungu akahamua kupitisha kusudi lake kwake, kwa sababu Esau hakuwa amesimama katika kweli na katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo maisha ya Yakobo yalijaa mizozo mingi, mpaka akafika stage ya kukimbia, kuacha familia yake, kuacha ndugu zake na kukimbia kwenda kuishi kwa mjomba wake, kwa mtu aliyeitwa Labani. Na habari hizi tunazisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Ninaweza sehemu nyingine nikasoma, lakini sehemu nyingine nitakusimulia tu kidogo, maana nataka kukufikisha pale ulipotakiwa kufika. Maisha ya bwana Yakobo, pamoja na kwamba ilikuwa imejaa mizozo, ni maisha yaliyokuwa jaa vitimbi, lakini bado inaonekana Mungu alitembea naye. Mungu alitembea naye na kumtendea mema, akambariki, akamfanyia mambo makubwa ambayo hakumtendea Esau. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwenye familia tulisema kuna mtu ambaye ni mkuu kati ya nduguze. Kama unakumbuka ujumbe wetu wa jana, aliye mkuu zaidi kuliko ndugu zako. Sasa ashumu kwamba wewe ndio mkuu kuliko ndugu zako kiroho. Mungu amekupa neema. Ukiwa mkuu kuliko ndugu zako haimaanishi nafasi ya kuzaliwa.
inamaanisha Mungu alikuchagua akakupaka mafuta, yani akakusudia wewe ulete mabadiliko kwenye familia, kwamba wewe ndio aliyekubebesha neema utajiri, wewe ndio aliyekubebesha neema ya mafanikio, wewe ndio aliyekubebesha neema ya kubariki wengine, wewe ndio amekubebesha. Kwa hiyo amekufanya wewe kuwa mkuu kuliko wengine wote ambao umezaliwa nao kwa baba yako na mama yako. Alafu ukiwa unaishi na hujui ukweli huo, au hujui siri hiyo, au hujui ukweli huo, ukawa unasoma, ulipokuwa unasoma ukafika mahali fulani, ni kweli umefaulu, ikashindikana kuendelea kusoma, ukauza cheti. Ulipouza cheti ukamuuzia mtu mwingine akaendelea na masomo kwa kupitia cheti chako. Maana yake kama Mungu alikuwa amekusudia ukawe waziri mkuu, hautakuwa waziri mkuu kwa sababu hiyo nafasi yako ya kuwa waziri mkuu uliuza. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo yule uliyemuuzia haendi yeye kama yeye, anakwenda kwa tiketi yako. Anakwenda kukaa kwenye nafasi ambayo haikuwa yake kwa sababu wewe umeuza haki yako ya kuwa waziri mkuu mahali fulani. Haleluya. Yakobo na Esau alitakiwa, yeye ni mzaliwa wa kwanza, na alitakiwa baraka za mzaliwa wa kwanza zipite kwake. Lakini yeye siku moja aliona njaa sana kiasi kwamba alikuta ndugu yake amepika chakula kinachoitwa dengu. Ndugu yake Yakobo alikuwa ni mtu wa kiroho sana, alikuwa ni mtu anadili na mambo ya rohoni, alikuwa ni mtu anazingatia mambo ya rohoni, akiwa anajua siri iliyopo kiroho kwa mzaliwa wa kwanza. Alimwambia kaka yake, kama unataka kula chakula hichi, niapie leo sasa kwamba umenipa wewe haki ya mzaliwa wa kwanza ili nikupe chakula. Esau bila kujua madhara yatakayotokea kwa kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza, akakubali kula chakula cha mlo mmoja auze haki ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo haki ilikuwa imekaa kiroho, sio jambo linaloonekana mwilini, wala sio nafasi inaonekana mwilini, lakini ni jambo la kiroho, ni kitu cha kiroho, ni baraka ya kiroho. Kwa tafsiri nyingine ni uwezo wa kuzalisha lakini wa kiroho, ni baraka ya kiroho isiyoonekana. Esau akakubali, akajua sasa mzaliwa wa kwanza ni kitu gani? Haki ya mzaliwa wa kwanza ni kwani nikimwambia sawa, mimi sitabaki kuwa tu mzaliwa wa kwanza. Kumbe ukishasema lile neno kwa kutamka na ukafanya agano, ile haki inahama kutoka kwako inahamia kwa yule uliyeuza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio hivi ilivyo leo. Watu wengi walipatana na watu kufanya biashara, wakawaambia hivi, tuapiane kwamba hautaniacha wala hutanisaliti, tutakuwa pamoja milele. Na mmoja akakubali, ndio, akakubaliana naye hivyo, akifikiri kwamba sasa tutafanikiwa pamoja. Kumbe huyo anayeapiana naye baada ya miezi 5 baadaye atakufa. Alafu alivyokufa, anakufa mkiwa na kiapo kwamba mtaachana hadi milele. Yaani anaenda kaburini, alafu kiapo kinasema hamtaachana milele. Bwana asifiwe sana. Vivyo hivyo wengine waliapiana hawataachana, wataoana. Hawataachana, wakafanya maagano, wakaapiana. Walipoapiana, mmoja akatwaliwa kabla mwingine. Yule mwingine amebaki akitafuta mume wa kumuoa, hapati. Ametafuta mke wa kumuoa, hapati. Kwa sababu kuna kiapo kuna mahali alijifunga kwa kiapo, kuna mahali alijifunga kwa agano, na hicho kiapo hakiwezi kuondoka, maana lazima kitimie, maana ulikiapa kwa kinywa chako. Akajitia katika nira hiyo, akajivika mzigo huo, na anamlilia Mungu atoke kwenye kifungo alicho nacho, lakini hakumbuki maneno aliyotamka, hakumbuki shida iko
Haleluya. Ndio maana ni vizuri ujifunze kuangalia unapozungumza unazungumza nini na ni kwa nini uzungumze hivyo. Usizungumze kitu ambacho hautaweza kukitekeleza. Usizungumze neno ili kufurahisha mtu, wala usizungumze ovyo bila kufikiria usemacho, maana maneno yote unayoyatamka yatageuka kuwa nira kwako kama ukiyatamka kimakosa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Alipouza ile haki ya mzaliwa wa kwanza, kilichotokea cha kwanza, Mungu alimchukia. Emsema Mungu alimchukia Esau. Rudia tena, Mungu alimchukia Esau. Mungu alimchukia Esau. Hebu tusome kitabu kile cha Warumi, ile sura ya 9. Na nitasoma mstari ule wa tusome kuanzia mstari ule wa mstari wa 9 hadi 13. Warumi 9 hadi 13 inasema, kwa maana neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo, mkubwa atamtumikia mdogo. Wakati alipoenda kuuliza kwa Mungu, kwa nini kumekuwa na mashindano ya tumboni, nasikia kuna utulivu, kumekuwa na vurugu, akaenda kumuuliza Mungu. Mungu akamwambia, wako mapacha na wanashindana. Alafu nikueleze tu kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa kabla hawajazaliwa watoto hawa kwa tumboni, Mungu alishasema yule mkubwa atakuwa mtumwa kwa mdogo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Angalia ule mstari wa 13 inasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Nimempenda Yakobo ila nimemchukia nani? Esau. Esau akachukiwa, aliitwa jina lake Edom. Akachukiwa. Mungu ajuae siri, ajuae mambo yatakayokuwa kabla hayajakuwako, Mungu atangazaye mwisho kabla ya mwanzo, alishaona maisha ya Yakobo na Esau yatakuwaje. Lakini ili neno hilo litimizwe na kuwe na haki, lazima agano liwepo. Esau alipozaliwa, mahali alipokuja kuvuruga na kuchukiwa na Mungu, na baada ya kuchukiwa na Mungu ulichukiwa na uzao wake, ni pale alipokubali kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa chakula cha siku moja. Hivi leo unaweza ukawa na ndugu zako wanaokupinga na kukukataa, wakakwambia wewe sio ndugu yetu, na wewe ukasema hata nisipokuwa ndugu yenu kwa kuna shida gani? Sipungukiwi kitu, mimi sio ndugu yenu. Ndio kitendo cha kusema tu hivyo, umejidisconnect, umejitenga kwenye ule mbaraka wa rohoni. Kile ambacho Mungu alikusudia mkipate kama familia, wewe hakitakufikia, kwa sababu ulikubali kwa kusema mimi sio ndugu yenu. Ndio, wala sina sababu ya kuwa ndugu yenu. Kwa napata faida gani kwa kuwa ndugu yenu? Kama Edom
au Esau aliposema kwamba sio lazima bwana, sio lazima mimi niwe na haki ya mzaliwa wa kwanza. Akasema nipe chakula mimi kama ni hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, chukua. Asijue kwamba tangu anapotamka inahamishika kiroho. Haleluya, haleluya. Sasa ile baraka ambao ulitakiwa uje kwako kama mzaliwa wa kwanza, shetani anakutokea, anakutengenezea mtego. Anapokutengenezea mtego, akijua kabisa umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, na kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa, yani anakutega ili uongee kwa maneno ya kinywa chako. Ndugu anatokea aliyevaliwa na shetani, anakuambia wewe sio ndugu yetu, wewe sio ndugu yetu. Saa nyingine anaweza kuambia hata mama alisema, hata bibi alisema, hata shangazi alisema, hata baba alisema, na wewe kwa hasira ukamwatuka unasema sawa, mimi sio ndugu yenu. Unapotamka hivyo, ile baraka Mungu aliyoiachilia ili itembee kwenye familia ilipangwa kwa vizazi. Narudia kusema tena, ile baraka Mungu aliyoiachilia kwenye ulimwengu wa roho imepangwa kwa vizazi. Kabla ya ukoo wenu kutokea, Mungu alishapanga baraka za hivyo vizazi vitakavyotokea, na akamaliza. Hakuna mahali pa kurudia. So kukubali kusema mimi sio ndugu yenu, umejidisconnect, umejitenga kutoka kwenye connection hiyo ya baraka hiyo ambayo Mungu alishaipanga, Mungu alishaiachilia, Mungu alishairuhusu itembee, na zimepangwa kabisa. Hii ni ya fulani, itampata majira fulani. Hii ni ya fulani, itampata majira fulani. Hii ni ya nyumba fulani, itaipata hii nyumba majira fulani. Kitendo cha kusema mimi sio, umejidisconnect. Kwa hiyo from that moment unaanza kuishi maisha ambayo sio yale halisi Mungu aliyokupa. Unaanza kuishi maisha yako uliyojichagulia kwa kutamka kwa kinywa chako. Maana shetani anajua ukishatamka kwa kinywa chako, kwa moyo mtu huamini akapata haki, na kwa kinywa ukiri akapata wokovu. Unapokiri kwa kinywa, ndicho kile utakachokipata baada ya kukiri. Ndio maana anasema tumbo la mtu litashibishwa matunda ya midomo yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa shetani anaweza kukuinukia akiwa ni ndani ya ndugu zako, na akawa anakusumbua sana. Nisikilize nikwambie kitu. Haijalishi shetani anajiinua kiasi gani. Na nikwambie hivi, vita vingi vinasababisha mbaraka mkubwa zaidi. Lakini kinachohitajika ni uvumilivu. Katika vita huwezi kukimbia vita, wala huwezi kuchagua vita. Yaani huwezi ukasema kwamba mimi Bwana Mungu tangu nimeokoka mimi nasemwa sana, kwa hiyo Mungu mimi naona kwamba sitaki kusemwa tena, ni bora nikose chakula. Huwezi kuamua staili ya vita. Yaani huwezi kuchagua kwamba mimi nataka vita hii, sitaki hii. Vita inaletwa kwako na Mungu ili uipigane hiyo vita, uishinde. Kinachohitajika ni wewe upambane, ila unaruhusiwa kuchagua staili ya kupigana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yesu alipoongozwa mpaka nyikani ili ajaribiwe na ibilisi, alijua hapa ili nishinde vita nahitaji kufunga na kuomba. Kwa hiyo Yesu akupambana na ile vita au kuichagua, alijaribu pale nyuma kujaribu kuchagua staili ya vita ambayo angependa, ikashindikana. Alimwomba Mungu akimwambia, Baba ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Kwa sentensi nyingine, kama kuna kikombe kingine unipe hicho, lakini hichi hapana. Nimejaribu kuangalia ile mijeledi, nimeona hapana. Nimejaribu kuangalia nitakavyodharauliwa, nikaona hapana. Nimejaribu kuangalia jinsi nitakavyotemewa mate, nikaona hapana. Nimeangalia jinsi ambayo nitagongelewa misumari pale msalabani, nikaona hapana. Na miujiza yote nimetenda, na mambo yote nimetenda, wafu wakafuka, hii hapana. Akajaribu kuzungumza kwa namna ambayo anataka mbingu ibadilishe na vita, lakini mbingu ikanyamaza kimya. Maana ili afike kwenye utukufu lazima apigane vita na ishinde. Haleluya. Sasa watu wengi hatutaki vita. Watu wengi tunakataa vita. Tunafikiri Mungu akisha kuokoa basi unatakiwa ukae tu kwa namna fulani ya kilele mama na kiulegevu ili ufikie baraka. Ili Mungu akuhurumie, utalia sana na huoni baraka inatokea.
Haleluya. Haleluya. Mafanikio mengi yatufikii. Unaingia kwenye hili kanisa umeokoka, unaanza kushambuliwa na majirani. Nimesikia unaendaga kusali pale, ndio staili ya vita yako imekuinukia. Unahitaji kupigana hiyo vita na uishinde. Sio kusema hapana mimi siendaga, niendaga mara moja. Huwezi kukimbia vita, utaipigana ndipo ushinde. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani bila woga unaipigana mpaka ushinde ili uweze kupewa ile baraka ambayo iko ndani yake. Amen. Usipopigana vizuri hakuna upenyo. Nimerudia kusema, unaweza kuchagua staili ya kupigana vita ila uweze kuchagua aina ya vita unaotaka wewe. Vita yako inaweza kuinukia kwenye magonjwa. Vita yako inaweza kuinukia kwenye uchumi. Kila mahali unapogusa panapingwa. Kila unapogusa unapingwa kwa sababu kuna stage ya hujafika. Kuna level hujafika. You need to fight. Unahitaji kupigana mpaka ufike pale. Na hiyo vita imeletwa ili kukupima, ili kukujaribu, ili kuona kama umesimama vizuri kwa imani, umesimama vizuri kwenye imani hiyo ulionayo, au ni mtu wa kubabaisha. Maana unaweza kusema unampenda Yesu, ukilala njaa siku 2 unaanza kusema simtaki tena Yesu. Haleluya. Nafikiri kwa nini mbingu iliruhusu Ibrahimu apate njaa? Hitaji kubwa la mwanadamu ni chakula. Alafu ikaruhusu Isaka akapata njaa. Ikaruhusu Yakobo naye. Ni kipimo kimoja walipita familia hii. Ndio maana unaweza kukuta kwenye familia staili ya vita ni moja, kwa sababu ya mbaraka uliohamuliwa kwao. Nisikilize, wakikwambia wewe sio ndugu yetu, unawaambia mimi ni ndugu yenu mpaka Yesu anarudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Wao sijui utakiwa kufika hapa nyumbani, unawaambia nitakuja mpaka mnichoke. Amen. Yaani kama nilikuwa nakuja mara moja kwa mwezi nitakuja mara 3. Kwa sababu ni watu wanaotaka kukutenga na ile neema iliyoachiliwa kwa ajili ya familia. Na hiyo neema iliyoachiliwa sio kwa ajili yao wenyewe. Sasa unapokubali ukasema sawa, unashangaa ndugu yako mwingine anainuka pale, anaanza kutajirika, anakuwa mtu wa maana, wewe unaanza kudhoofika kwa sababu ulikataa haki ya mzaliwa wa kwanza. Oh my God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndugu zangu leo kuniambia, wakaniambia wewe sio ndugu yetu tena. Nikamwambia nisikilizeni, ili mimi nisiwe ndugu yenu, mbadilishe DNA system yako. Mkinibadilishia hiyo, kuanzia hapo mimi sio ndugu yenu tena. Lakini mjue kama mmeweza hilo, muingie hapo na mimi nitaingia. Mketipo na mimi nitaketi. Mkiondoka na mimi nitaondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kiroho kuna baraka Mungu alishaipanga kwa ajili ya familia yetu. Ilishapangwa kabla mimi na ndugu zangu kuumbwa. Sasa leo wanataka kunitenga na hiyo baraka. Sikiliza, Yusufu alipozaliwa kwa mzee Yakobo, Yusufu alikuwa na ndugu zake na baraka zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya familia, lakini aliyekuwa mkuu zaidi alikuwa ni Yusufu. Ndugu zake walifanya hila, wakamuuza, waliteswa na njaa mpaka wakatoka Kanani. Achana na njaa ya Ibrahimu, achana na njaa ya Isaka, ikaja njaa ya Yakobo, wakalazimika kuondoka, wakaenda utumwani kwa sababu ya kosa hilo. Unajua ilibidi Mungu awapeleke mpaka Yusufu alipo, maana Yusufu peke yake ndiye mwenye ufunguo, ndiye aliyepewa baraka hiyo ya kuweza kuwatunza wawe hai wakati wa njaa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana kwenye familia watoto wafanani. Na usianze kuambia watoto wako kuambia mimi sikupendi wewe maana wewe sio kama fulani. Kuna aliyepewa neema ya kuhakikisha familia inapata chakula. Kuna aliyepewa neema kujali wenzie, kuhakikisha ndugu zake wanaenda shule, wanasoma, wanavaa vizuri. Mtu akiugua yeye anaumiza kichwa, maana ndiye aliyepewa hiyo neema. Lakini mwingine tu alipewa
lakini naye ana kitu chake. Watu wakipata shida ni mfariji mzuri sana, ila kwenye noti hamna kitu. Hiyo sio msemaji, lakini ikitokea shida ndio kimbilio. Bwana azidiwe sana. Watoto wafanani. So ile neema ambayo Mungu aliachilia kwa ajili ya familia ya Yakobo iliharibiwa na ndugu walipomuuza Yusufu atoke katika nchi ya Kanaani. Wakati Yusufu aliumbwa na Mungu, akawekwa katikati ya ndugu zake, ili wakati wa njaa itakapotokea kwenye familia yao na duniani kote asimame kudhibiti njaa. So upako huo kudhibiti njaa alikuwa nao Yusufu peke yake, bila kujali anavaa viatu vya namna gani, bila kujali anavaa nguo za namna gani, bila kujali rangi yake, bila kujali ufupi au urefu, bila kujali unene au wembamba, bila kujali ana kigugumizi au anaongea vizuri. Lakini neema hiyo ilikuwa imeachiliwa juu yake, huo mbaraka wa kutunza wengine, kuhakikisha njaa inadhibitiwa, alikuwa amepewa yeye peke yake. Haleluya. Amen. Walipomuuza, na kwa sababu ilishasadikiwa kwamba amekufa, maana walivumisha kwamba amekufa, ilibidi Mungu atengeneze kisa wamfuate Misri. Maana Yakobo bado ni mtu anayependwa na Mungu, bado ni mtoto wa agano, ni mtoto wa Isaka, mwana wa Ibrahimu. Bado lile agano la Ibrahimu linaendelea kutenda kazi. Jana nilikuambia unapoomba, kumbuka kumtaja Mungu kwa baba yako. Kwa hiyo Mungu wa babu kwa Yakobo bado anakumbuka agano lake. Hakuruhusu Yakobo afe kwenye njaa, maana alishamuumba mtu wa kudhibiti njaa, aliyepewa mamlaka juu ya mbingu na nchi, aliyepewa maarifa ya kudhibiti njaa na watu waishi salama dunia yote. Anaitwa Yusufu, kijana wa Kiebrania. Kwa hiyo ilibidi afungue mlango wamfuate alikokwenda. Amen. Mpe Yesu makofi yako mazuri sana. Mpe Yesu makofi yako utukufu tena. Watu wengi tumefanya vitu tusivyojua tafsiri zake. Tukavuruga mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Tukavuruga mipango ya Mungu juu ya familia zetu. Vile Mungu alikusudia vitokee havitokee. Vile Mungu alivyokusudia viwe vya kwako haviwi vya kwako, kwa sababu hicho kinywa kinaweza kuharibu vitu vingi sana kila unapotamka. Haleluya. Mungu akasema nuru iwe nuru, nuru ikawa. Mungu akasema giza lijitenge na nuru, ikawa hivyo. Mungu akasema maji yakitenge na pakavu paonekana, ikawa hivyo. Unaona nguvu ya Mungu ya kuumba ipo kwenye kinywa, na mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. So nguvu ya kuumba mema au mabaya kwenye maisha ya mwanadamu ipo kwenye kinywa chake. Ndio maana wakati wa tano imekupasa kunyamaza sana. Yaani wakati unapitia mambo ambayo huyaelewi, usifungue kinywa. Kwa sababu ile unaloliongea umeongeza tatizo juu ya matatizo uliyoko nayo. Ukisema tu mimi ni bora tu ningekufa, umeongeza tatizo lingine. Umeruhusu mlango wa magonjwa ukua ndani. Kwa sababu Biblia inasema, mauti anasema tulimsikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ulikuwa na shida ya fedha, sasa inatoka kwenye fedha, umeifungua mlango mwingine wa adui mwingine anaitwa magonjwa, anaanza kukuandama tena. Ulikuwa una fedha, kwa unaanza kuugua, hata ile fedha kidogo unayopata inabidi ukajitibu tena kwa sababu ya pando hilo liongeza kwenye maisha yako. Mungu wetu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Amen. Sema Mungu alimchukia Esau. Mungu alimchukia Esau. Rudia tena kwa uaminifu. Sema Mungu alimchukia Esau. Mungu alimchukia Esau. Je, wewe unajua kile Mungu alichokuumbia ukikikataa inakuwa nini? Wanawake wanajikwaa sana. Ametokea mtu yuko tayari kabisa kumuoa. Yuko tayari kabisa, anamwambia no. Wewe sio sampuli yangu. Wewe sio hadhi yangu. Anamwambia siko tayari kwa sasa.
usinisumbue. Wewe unajua mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Alafu ulivyomkataa huyo akaenda zake, ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili yako, unakuja kuyanga miaka 35 unalia tu kumwambia Mungu nikumbuke. Hawezi kukumbuka, maana ulichezea muujiza wako. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Unajua kama sio cha Mungu, una heri. Kikiwa cha Mungu ukakipiga teke, utalipa gharama. Na hiyo gharama inaweza kukupeleka mpaka kifoni. Watu wengi wamecheza na baraka. Mungu alikupa fedha, ukaenda kutoa fedha yako kwenda kusafisha tumbo la mtu fulani aliyebeba ujauzito, ukiwa unajua kumwaga damu ni dhambi. Kwa nini Mungu aendelee kukubariki kwenye uchungu? Mungu alikupa mke, alikupa mume, ukachiti katoka nje. Kwa nini Mungu akupe amani kwenye ndoa? Au kwa nini Mungu akuzidishie uzao? Au kwa nini Mungu akupe furaha wakati agano kulitunza? Sasa tunaposema baraka ipotea, ile baraka inapotezwa kwa namna ambavyo sisi tunaingia kwenye mambo ambayo yasingempendeza Mungu, na yale mambo ambayo yasingempendeza Mungu yakaleta maafa kwenye maisha yetu. Mtu mmoja aseme na kataa hiyo kwa jina la Yesu. Hebu naikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Hebu tuende kwenye kitabu cha Waebrania 11:20. Biblia yangu inasema hivi: kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa imani Isaka kabla ya kufa akambariki Yakobo na Esau hata kwa mambo yatakayokuja. Kwa hiyo akawabarikia baraka ambayo itatokea miaka fulani ijayo. Maana yake yeye aliachilia uwezo wa kuweza kutawala miaka, kutawala majira, kutawala miezi, kwa sababu amezitaja baraka zitakazokuwa kabla zijawa. Haleluya. Haleluya. Hebu angalia ule mstari unaofuata. Angalia. Kwa imani tumesoma Waebrania ngapi? 11 ngapi? 20. 11:20. Anasema ule mstari wa 21. Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Kwa imani Yusufu alikuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoka kwa wana wa Israeli, akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Imani, tunapozungumza baraka ni nguvu ya uzao. Hii baraka ambayo ni nguvu ya uzao inatamkwa kwa imani na kupokelewa kwa imani. Tumoja aseme amen. Amen. Tumoja aseme tena amen. Amen. Kama huna baraka hii juu yako, kama huna kitendea kazi hichi kiitwacho baraka, uwezo wa kuzalisha, huwezi kuwa na kitu kwenye mikono yako. Utafanya maktani asubuhi mpaka jioni, there is no result. Na tuliona shetani huvizia watu. Ndio maana tunamuona Yabesi aliyezaliwa na mama yake kumtaja kwa jina lisilofaa, anakuja kumwomba Mungu, anamwambia laiti ungenibarikia kweli kweli na kuiongeza hozi yangu. Kwa hiyo yeye alijua kifungo kilichokuwa kimemfunga. Alijua kabisa kumbe mama yake lile neno alilolitamka
kwa vile alimzaa kwa uchungu, kwa hiyo akamuita Yabesi. Maisha yake yakawa ni maisha ya taabu, kwa sababu ni pando amelipanda mama. Alipomlilia Mungu, Mungu akaongeza hozi yake. Ukisoma maandiko utaona jinsi Mungu alivyotenda kwa Yabesi. Hivi leo tunayapitia, lakini maisha yetu yatabadilika endapo tutakubali siku 7 tukae mbele ya hii madhabahu tukilitia jina la Bwana, tumwambie Mungu arudishe ile neema aliyokuwa ameiachilia tangu mwanzo, ile neema ya baraka, kile kilichoitwa baraka, uwezo wa kuzalisha urudi ukae juu yako. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ile baraka ya Yusufu itakaa juu ya kichwa chake, juu ya utosi wake. Na kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 anasema Mungu ataiamuru baraka ije juu yako, ije juu yako, yaani ule uwezo wa kuzalisha. Kumbuka, nisikilize vizuri, hiyo baraka kwa nini inakuja juu ya mtu? Inakuja juu ya mtu kwa sababu ni roho inayomwezesha kufanya kitu fulani. Mkumbukeni Mariamu aliambiwa hivi, roho wa Bwana atakujilia juu yako na kukufunika kama kivuli uweze kuzaa hicho kitakatifu. Okay? Kwa hiyo Mariamu peke yake asingeweza bila roho wa Mungu kuja juu yake na kumfunika kama kivuli. Na tunapozungumza habari ya baraka, inapokuja juu ya mtu inamfunika kama kivuli, ikimwezesha yeye kufanikiwa kwenye kila jambo analotia mkono wake. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu pesa makofi ya utukufu. Unielewe vizuri. Nielewe vizuri, Mungu alisema pale. Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa 8. Naomba nisome pale. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Okay? Kumbe ili mambo ninayogusa kwa mikono yangu yafanikiwe, lazima iwe imo baraka iliyoamriwa ikae juu yangu. Narudia hiyo. Ili nifanye jambo lolote kwa mikono yangu lifanikiwe, lazima iwepo baraka iliyoamriwa inayokaa juu yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema kwamba Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Haleluya. Haleluya. Amen. Sema kila nalolifanya litafanikiwa endapo nina baraka ya Mungu inayokaa juu yangu. Baraka inayokaa wapi? Na baraka ni uwezo wa kufanyaje? Wa kuzalisha. Kwa hiyo bila hiyo huwezi. Ndio maana Biblia inasema Roho wa Bwana atawajilia juu yao ile siku ya Pentekoste. Roho wa Mungu alikuja juu yao na kuonekana kama vile ndimi za moto zilizowagawanyikia. Waliambiwa msiondoke kwanza Yerusalemu, kaeni huku mpaka mpokee uweza utokao juu. Kwa hiyo waweze kuhubiri injili ivue watu kutoka dhambini, lazima Roho akae juu yao. Ili waweze kufungua watu wenye pepo, lazima Roho akae juu yao. Ili waweze kuimba kwa ustadi na uzuri wa kumpendeza Mungu, lazima Roho akae juu yao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwawezesha baada ya kuja juu yao. Okay? Tunaposema baraka itakaa juu yako, ile baraka inayokaa juu yako ni Roho. Blessing is a spirit. Tunaposema baraka ni Roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jaribu kufikiri hivi. Hebu fikiri na mimi hili alafu utanielewa ninachokwambia. Mungu alipoumba mwanadamu alimbariki akamwambia hivi, nendeni mkazae muongezeke muijaze nchi. So, nendeni mkazae muongezeke muijaze nchi. So, hilo neno baraka ni roho inayoishi ndani ya mwanadamu. Narudia kusema,
Hilo neno baraka ni roho iliyopo ndani ya mwanadamu inayofanya kazi ya kuumba kwa niaba ya Mungu ndani ya tumbo la mtu. Ndio naamua mkono ukae wapi, mguu ukae wapi, jicho likae wapi, sikio likae wapi. Hiyo roho ilishaachiliwa na Mungu, iko ndani ya mtu. Na ndani ya uumbaji viumbe vyote Mungu aliachilia hiyo. It is there. So Mungu anapokubariki ili uweze kuzalisha, ni roho inakaa ndani yako ili iweze kukufanikisha katika mambo yatendayo. Sikia, Mungu alipomwambia Musa ajenge hema ya kukutania, alimwambia kuna watu ametia roho ndani yao, amewapa akili ili waweze kufanya hiyo kazi. Haleluya. Haleluya. Si kama ninaelewa vizuri. So watu wengi wameshindwa kufikia walichotakiwa kufikia kwa sababu they are lacking spirit. Na hii roho tunayoita roho ya baraka inafanya kazi sambamba na roho inayoitwa roho ya uweza. Ndio maana unaweza kumleta mtu hapo ukamwambia sema amehubiri injili, akawa hawezi kusema neno lolote, anachekesha watu tu au anaongea vitu vya ajabu. Sasa kusema naomba tusome kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Watu wanataka kusikia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Wanataka kujua kwa nini wako kama walivyo, na wanataka kujua watokeje kwenye shida walizoko nazo. Waambie injili ya namna hiyo, watakufurahia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. I declare in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, receive spirit in the mighty name of Jesus. Pokea roho ya uweza kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea roho ya baraka juu yako kwa jina la Yesu, ikakuwezeshe kufanikiwa kwenye kila ulichoandikiwa. Ulipokuja huku duniani umeandikiwa maisha yako. Maisha yako yalishaandikwa kwamba utapita wapi na utafanya nini, utakumbana na majaribu gani, majira gani, wakati gani, utatoka hapo utakwenda wapi mpaka kifo chako. Kwa hiyo kitu chochote kinachotokea kwenye maisha yako akitokea kwa bahati mbaya, lakini wewe kujua cha kufanya ili uweze kukabiliana na majira na nyakati, lakini imekupasa kupigana vita ushinde ili uweze kumiliki baraka yako. Ukimwona mtu aliyefanikiwa sana ni mtu aliyepigana vita vingi zaidi. Narudia tena. Aliyefanikiwa sana ni mtu aliyepigana vita vingi. Hakuna aliyefanikiwa mafanikio makubwa ambaye hakupigana vita vingi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa leo umelia na jana ulilia, bado kesho una ratiba ya kulia. Unatakiwa utafute uvumbuzi leo ili kesho usilie tena. Kwa sababu jana ulilia mpaka machozi yakakauka, leo ukalia mpaka na macho yakavimba. Je, kesho utalia nini? Kesho itakuwaje? Lazima utafute uvumbuzi leo. Na uvumbuzi ni kujua kikupasacho kufanya. Baraka ni roho inayokaa juu ya mtu, inayomwezesha kufanikiwa kwenye kila jambo analogusa kwa mikono yake. Amen. 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 Kinyume cha baraka ni laana. Laana nayo ni roho inayokaa juu ya mtu kumzuia kufanikiwa kwenye kila jambo analofanya. Mimi nazungumza na kizazi kilichobarikiwa, kilichokombolewa kwa damu ya Yesu. Sizungumzi juu ya kizazi ambacho kimeshindwa na shetani. Nazungumza juu ya kizazi kilichopewa kushinda kupitia jina na damu ya Yesu. Ndicho nazungumza habari zake, ambacho ndio wewe unanisikiliza leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nyumba yako wataenda kutokea watu wakuu kwa jina la Yesu. Familia yako itazaa watoto wakuu kwa jina la Yesu aliye hai. Watainuka watu wenye kumiliki vitu vikubwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa sababu hii ndiyo saa mbingu iliyokubali wewe ufunguliwe na kuwekwa huru. Na kufunguliwa kuwekwa huru sio kulipuka mapepo. Watu wanafikiri kwamba mbona sasa sikulipuka? Biblia inasema mtajua kweli nayo kweli itafanyaje? Maana yake ukiwekwa huru ulikuwa mtumwa hapo mwanzo. Hapo mwanzo ulikuwa umefungwa. Hapo mwanzo ulikuwa mtumwa. Ndio maana kweli inakuweka huru. Kwa hiyo kweli inakufungua, inakupa wewe access ya kumiliki vitu ulivyotakiwa
kuvimiliki ambavyo usingeweza kuvimiliki katika hali ya kawaida ya kibinadamu. Sema amen. Haleluya. So Mungu alimchukia Esau kwa sababu alitoka kwenye kusudi la Mungu. Mpango wa Mungu ni baraka zipite kwa Esau, sio zipite kwa Yakobo. Kwa hiyo imetupasa sana kuangalia namna kutembea na Mungu tukijua mapenzi yake. Tunataka baraka za Mungu zirudi. Na hii ni wiki ya urejesho wa hizo baraka zilizoondoka juu yako na juu ya familia. Lakini ni kazi yako kuwa mwaminifu. Kila siku ufike hapa saa 9 for 7 days. Kama daktari akikwambia dozi ni siku 5, ukala siku 2 ukaacha, huwezi kupona. Haleluya. Haleluya. Na kuombea Mungu siku ameweza kufika. Amen. Waebrania 12:16. Biblia inasema hivi, 12:16 Waebrania, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Unaona, Biblia inatuonya, inasema asiwepo mtu katikati yetu ambaye hamchi Mungu kama Esau, aliyeuza haki yake, urithi wake kama mzaliwa wa kwanza kwa mlo wa chakula kimoja. Mlo mmoja tu, chakula cha mlo. Akauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Mungu akamchukia kwa sababu ya uovu huo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Umemlilia Mungu akubariki? Ndio. Ulipomlilia Mungu akubariki uliweka ahadi gani? Ulimwambia Mungu, ukinibariki mimi nikipata, nikifanikiwa kitu fulani nitafanya kitu fulani. Je, ulikifanya? Au umekuwa umejiweka kwenye tanzi hilo alafu katengeneza mgogoro na Mungu? Je, ulipofanikiwa katika mambo yako uliyokusudia, ulikubali kutengeneza njia yako na Bwana, au ulivopata uliondoka ukawa kama wale wakoma 10 walioponywa, akarudi mmoja tu, wale 9 wakatokomea kusikojulikana? Kwa sababu watu wanamtafuta Mungu kwa bidii wakati kuna shida. Wakisha pewa hicho walichotamani, hawaonekanaji tena. Wanadhani kwamba watakaa salama. Sikiliza nikueleze. Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo aliwahi kuzungumza. Yesu Kristo mahali fulani akasema, nifuate. Nifuate. Hamwambii nifuate kwa sababu tu ana kazi ya kufanya naye. Anamwambia nifuate ili ukae salama pia. Maana mahali utakapoweza kukaa salama ni kukaa na mimi. Lakini mwingine anamwambia no, usinifuate. Anamwambia alipoponywa wale pepo, alipotolewa wale pepo, jeshi kubwa, pepo 2000, anasema Bwana naomba nikufuate. Akamwambia no, usinifuate. Wewe rudi kwenu ukaende ukashuhudie, katangaze habari ambazo Mungu amekutendea. Mwingine nifuate, mwingine usinifuate. So wewe una uwezo wa kujisimamia. Nenda zako kuhubiri Injili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu alipokupa fedha, kuna siku aliwahi kukusemesha. Kuna siku uliwahi kusikia moyoni mwako ukiwa kanuni, ukasikia kwamba utoe shilingi 50,000, uliitoa. Uliposikia utoe 100,000, uliitoa, hukutoa. Je, ulimfanyia nani ukaidi? Ulimfanyia Mungu. Kwa nini unataka leo akupe fedha nyingine? Kwa nini unataka kuzidishe wakati pale alipokusemesha ukutaka kuitika? Pale alipokuambia fanya fulani ulikataa. Pale alipokutuma nenda kafanya kitu fulani, unajua kwa nini alikuwa anakusemesha mpe mtumishi wako 50,000? Unajua ni shida gani mtumishi wake alikuwa naye? Unajua aliongea nini na Mungu? Alafu Mungu akaona mahali pa kuzitoa, akaona tafuta nitoe wapi pesa.
mtumishi wangu ameniambia una shida pale nyumbani. Sasa nitoe wapi? Kaangalia akakuona wewe. Akasema na draw kwako. Pelekea mtumishi wangu 50,000 haraka. Hapo kaanza kusema shetani. Yaani unafanya tu kama kichaa, shindwa shetani. Huyo si shetani, ni Mungu. Kumbe mtumishi wako anakuhubiria saa hiyo, lakini nyumbani hakuna chakula. Alafu Mungu anasema mtendakazi anastahili posho yake. Mungu wakati niko hapa nahubiri injili na Mungu anatafuta posho, huyu jamaa itatoka wapi? Haleluya. Maana mtendakazi akishamaliza anahitaji posho lake. Haleluya. Alafu akaja kwako akazungumza na wewe. Like ungalitii ili afungue milango mingine mikubwa zaidi. Maana kila anayesikia sauti ya Mungu huzidi kuinuka na kufanikiwa. Hakuna mtu aliyemtumikia Mungu akabaki maskini. Hakuna mtu aliyemtii Mungu asifanikiwe, ila wakaidi hupoteza. Wakaidi hujikuta wamebaki maskini. Wakaidi hukuta wanakataa kumtumikia Mungu, lakini wanamtumikia shetani, maana shetani huleta magonjwa na wao wakaenda kuteseka magonjwa hayo. Mungu anasema kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha, utatumikia adui zako kwa uchi, kwa njaa na kwa kiu. Haleluya. 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 Hebu pia Yesu makofi utukufu. Mbele tena makofi utukufu. Sasa tujitahidi tusiwe kama Esau. Mungu akikusemesha kitu kifanye. Ukiahidi nitafanya kitu fulani, kifanye. Maana usipofanya unatengeneza mgogoro na Mungu. Kwa njia hiyo laana inaweza kukuandama mpaka unakwenda kaburini na hujui kwa nini unakwenda. Kwa sababu ukiwa kama Esau, Mungu atakuchukia. Haleluya. 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 Amen. Sasa Esau alizaliwaje na Yakobo alizaliwaje? Mungu akitupa neema tutaongea, maana nimepewa jumbe nyingi sana, sijui nitachaguaje, sijui nitazungumza nini sana, lakini nataka tu ujitahidi kuelewa kile ambacho Mungu anataka ukielewe. So haki ya Esau ilihama kutoka kwa Esau ikaenda kwa nani? Ikaenda kwa nani? Yakobo. Aliyeruhusu ihame ni nani? Ni nani? Esau. Alifanya nini? Aliingia agano, akauza haki yake ya mzaliwa wa. Wengi wameuza haki zao za kuolewa, haki zao za kuoa, haki zao za kuzaa watoto, haki zao za kumiliki mali, haki zao za kufanikiwa wameziuza kwa maneno yao. Mungu wangu akusaidie uweze kurejesha kilichopotea. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Namaste. Unaamini kwamba utaweza kurejeshewa kilichopotea? Amen. Unaamini unaweza kurejeshewa ulichopoteza? Amen. Nasema unaweza kurejeshewa. Maana damu ya Yesu ipo kila siku kwa ajili yako, ili iweze kukutakasa na uhesabiwe haki tena. Hebu inua mikono yako, sema maneno haya. Hebu sema kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, nasogea mbele zako. Ninaomba damu yako ya thamani ipite rohoni mwangu, ipite nafsini mwangu, ikanitakase kabisa, ikanisafishe kabisa, na kuniondolea kila uovu, na kuniondolea kila ubaya, na kuniondolea kila kosa na kila dhambi. Ee Mungu, maneno yote niliyoyatamka kupitia kinywa changu nisijue ni mitego ya adui, nikajiingiza kwenye viapo, nikajiingiza kwenye maagano. Leo ninakuomba e Bwana, damu yako ipite, damu yako ipite, ikayafute makosa yangu kwenye ulimwengu wa roho, ikafute makosa yangu kwenye ulimwengu wa roho. Nilipotamka bila kujua, kumbe nazuia baraka zangu, kumbe nafunga milango yangu. Bwana, leo ninatubu, maana nimejua makosa
makosa yangu hivi leo. Ninakuomba unisamehe, ninakuomba unitakase na unioshe kabisa. Asante Bwana Yesu, maana umenisafisha, maana umenitakasa, maana umeniosha kwa damu. Amen. Sema tena, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ninaamuru katika ulimwengu wa roho, yule malaika aliyebeba ile baraka, aliyebeba yale mafanikio yangu, arejeshe, nadai urejesho kwa jina la Yesu. Rejesha baraka yangu, rejesha kwa jina la Yesu, rejesha kwa jina la Yesu, rejesha kwa jina la Yesu, na rejesha kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na rejesha kila baraka iliyoandikiwa, kila baraka iliyoamriwa juu yangu, kila baraka iliyoandikiwa familia, kila baraka iliyoamriwa juu ya familia, ninairejesha. Baraka ya fedha, baraka ya afya, baraka ya chakula, baraka ya mavazi, baraka ya heshima, baraka ya kibali, baraka ya upenyo, ninarejesha kwa jina la Yesu. Ninarejesha kila baraka ya nyumba yangu, kila baraka ya familia yangu, ninarejesha baraka ya fedha, ninarejesha kwa jina la Yesu. Ninarejesha la masaka yekarabu sata, rudisha kwa jina la Yesu, rejesha kwa jina la Yesu. Aliha liba shetekede iba shata kabaya iba kabala mato robo sata yabakewe kwa jina la Yesu. Ninarejesha ile baraka niliyoandikiwa, ile baraka ambayo Mungu alikusudia ipate familia yangu. Ninarejesha sasa, ninarejesha kwa imani. Riba kabade lima shata kabaye kwa jina la Yesu. Aliha ninarejesha baraka yangu ya fedha, baraka yangu ya fedha, baraka yangu ya heshima, baraka yangu ya kibali, ninarejesha jioni leo. La kababa baba ye masata kaba liba shata kamayo robo shata kaba liba kabate liba shata kamayo kwa jina la Yesu. Ninarejesha ile baraka ya familia ambayo iliondoka, aidha kwa maneno yangu, aidha kwa kutokujua, kwa kuingizwa kwenye mtego wa ngano na ndugu zangu na jamaa zangu na marafiki zangu na watu wa karibu. Ninarejesha kwa jina la Yesu. Ali hai. Unaweza kuinua sauti yako itoshi. Tamka narejesha kwa jina la Yesu. Tamka narejesha sasa. Lama shata kabaye. Ninarejesha kwa jina la Yesu. Ninarejesha ile baraka yangu ya mbingu. Ninarejesha ile mibaraka ya mbingu. Ninarejesha ile mibaraka vilindi vya nchi. Ninarejesha kwa jina la Yesu. Baraka katika mkoa wa Arusha. Lama shata baba lama shetekebe, ile baraka iliyotakiwa kuwa juu yako ninairejesha sasa. Ninarejesha ule uwezo wangu wa kuzalisha, uwezo wangu wa kumiliki fedha, uwezo wangu kwa jina la Yesu. Ninarejesha kwa imani, narejesha. La baba atuiachia wewe uliyeiba, wewe adui uliyeiba, achia sasa ule mbaraka wako, achilia kwa jina la Yesu. Lama shateke baba, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho, mahali popote penye madhabahu yoyote iliyokamatia baraka yako, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninaiangusha madhabahu kwa jina la Yesu. Ali hai. Achia adui kwa jina la Yesu. Ali hai. Can you pray? Inua sauti yako, kuna jambo linaendelea kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya nyumba yako. Tamka ile baraka irejesho. Aliyebeba baraka yako, aliyebeba baraka ya familia. Baba
Rababaye, Rababaye, Alama Seteke, Rabakabate, oh, Rikama Sontolo Bosaya, Lika Pinde Sedebro Sondo Kizunda, Ribakabashete, Iba Sendere Bosaya, Lima Santa Kabaye, Patamia Yesu, Pachina Yesu, Patamia Yesu, Pachina Yesu, Patamia Yesu, Pachina Yesu, Nashina Madapa, Nashina Madapa, Nashina Falme, Pachina Yesu, Patamia Yesu, Nashina kila roho iliyosimama kinyume changu, iliyosimama kinyume cha familia, inaosema watapenya, inaosema watamiliki na kutawala, ninaishinda kwa damu ya Yesu, ninaishinda kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Rababaje, oh likabate, rimasata kabaje, oh likamasanto, kwa jina la Yesu Kristo, ninashinda kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ninashinda hizo falme za giza kwa damu ya Yesu. Ninashinda mamlaka zinazozuia roho za asili za kwetu, roho za kifamilia, roho za kiukoo, ninazikemea, ninazishinda kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu na mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu. Nafunika uzao wangu. Uzao katika maisha yangu. Baraka zangu zote, mafanikio yangu yote, nafunika kwa damu ya Yesu. Nafunika kwa damu ya Yesu. Ninakataa kila uharibifu, ninakataa kila roho ya uharibifu. Haitasimama juu yangu, haitasimama juu ya familia. Nazingira kila kinachotajwa kwa majina yangu, familia yangu, nyumba yangu, kila mali niliyo nayo, nazingira kwa damu ya Yesu. Nafunika kwa damu ya Yesu. Hakitaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninamiliki na kutawala kuanzia rohoni, kwa jina la Yesu. Namiliki na kutawala kuanzia rohoni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Adui hautashinda tena, kwa jina la Yesu. Hautashika tena, adui hautashika tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hautashika tena kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Amen. Pesa makofi ya utukufu. Pesa tena makofi yako mazuri. Nasema kesho tutaendelea tena na kutwa mpaka siku ya Jumapili, mpaka tushinde hicho kilichozuia baraka. Na kitokeo cha hapo, watu watatibuka kama maji yaliyotibuliwa siku zile ambapo malaika wakikuwa wanashuka kutoka juu, na baraka zitaanza kutibuka, baraka zitaanza kutibuka, na watu watashangaa, watasema mbona tukuvuka mapema? Lakini hii ndiyo saa ya Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema ngome zinaanguka. Sema ngome itaanguka kwa jina la Yesu aliye hai. Tuseme neema 1 2 3 go. Amen. Bye bye. Mungu akutunze. Kama